Ipo asubuhi ya leo, nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ni mwaka umeanza, na najua kwamba uko na matarajio mengi, uko na mambo ambayo pia ungetamani Mungu afanye na Mungu akatende. Na ombi langu asubuhi ya leo na kwamba nasema kuanza na Mungu. Hilo ndio neno ambalo ningependa kusungumuza, maana ili tuanze vyema lazima tuanze na Mungu. Baba Mungu, kwa jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa neema hii ambayo umetupa na kwa nafasi ambayo umetupa. Tunapoanza mwaka huu, Jehova, andamana pamoja nasi hadi tamati, na utukufu wa jina lako ukaweza kukurudia. Na ni kwa jina la Yesu Kristo, bariki kila msikizaji kokote anakosikiliza sauti hii kwa wema na utukufu wako. Na ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Hallelujah. Popote ulipo na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nasema karibu tena, maana tumeanza mwaka na kuna mengi ambayo unatarajia, kuna mengi ambayo pia wewe unakusudia, na najua kwamba licha ya yote kuna mengi ambayo ungetamani Bwana akafanye. Huenda mwaka jana hayakutendeka, lakini najua kwamba usikate tamaa, maana Mungu aliyekusudia kwamba uwe hai siku ya leo, yeye ako na mambo mazuri ambayo amekupangia. Maana hata kama mwanzo utakuwa ni mdogo sana, katika Ayubu anatuambia kwamba hata kama mwanzo wako utakuwa ni mdogo sana, lakini mwisho wako utakuwa wenye mafanikio makubwa. Kwa hivyo ningependa tu niinue imani yako mahali mwaka huu, ya kwamba ni vizuri kuweza kuanza na Mungu. Na wakati unaanza na Mungu, hii ni kumaanisha kwamba hautaweza kukwama kwa vyovyote vile. Unapoanza na Mungu, wapendwa, ni kumaanisha kwamba yeye atakuwa ni nguvu zako, yeye atakuwa faraja yako, yeye atakuwa tumaini lako. Wakati unaiga kuanza na Mungu, wengi wanaweza anza pengine mwaka huu wameanza na marafiki, wengine wameanza na pesa zao, wengine wameanza na kazi zao, wengine wameanza na wapendwa wale ambao wanawajua. Kwa sababu ya nini? Wanajua kwamba wakiwa na hao, wao wataweza kuwasimamisha, wao wataweza kuwatendea kile ambacho wanakusudia. Lakini kuna kitu ambacho ni zaidi ya marafiki, kuna kitu ambacho ni zaidi ya kazi, kuna kitu ambacho ni zaidi ya pesa, kuna kitu ambacho ni zaidi ya mali ambayo uko nayo, ambayo ni Yesu Kristo. Yeye ndiye ambaye anapeana amani, yeye ndiye ambaye anapeana utulivu, yeye ndiye ambaye anapeana utukufu kwa vyote vile ambavyo unafanya, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ombi langu ni kwamba kusudia kuanza na Mungu, maana huko ndiko kuanza vyema, Nataka tuingia katika kitabu cha Wafilipi. Hapo ndipo tunaenda kuanza Wafilipi, na najua kwamba itakuwa ni vizuri katika jina la Yesu Kristo. Wafilipi mlango wake, wapendwa, Wafilipi mlango wa 3 na mstari mdogo ni wa 11, 12, 13, 14. Hapo ndipo tunaenda kusoma asubuhi ya leo, na naamini ya kwamba Mungu wa mbinguni, Mungu wa baraka, anaenda kutunemesha neema yake katika jina la Yesu Kristo. Inasema hivi: ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kufikia ufufuo wa ukamilifu. Wapendwa, sijui mwaka huu uko na tarajio gani, lakini asubuhi ya leo ningependa kukuhimiza. Andiko Paulo anasema hivi ya kwamba ili yeye aweze kumjua. Kwa hivyo wapendwa, mwaka huu unapoanza, kuna matarajio ambayo unaweza kuwa uko nayo, lakini ndiposa haya matarajio yakaweze kufanikiwa, ndiposa haya matarajio yakaweze kukamilika kama vile ambavyo unavyokusudia,
Ningependa asubuhi leo nikutie moyo ya kwamba ni vema ukaweze kumjua Mungu. Ni vyema ukaweze kumfahamu Mungu. Ni vyema ukaweze kujua nguvu na mamlaka ambayo inatokana na yeye. Maana wakati unamjua Mungu, wakati unamwelewa Mungu, Paulo anasema kwamba ni tamanio lake ya kwamba amjue Mungu. Na sio tu kumjua Kristo, hili ya kwamba pia akaelewa na nguvu ambazo zilimfufua yeye katika wavu. Maana kuna mambo ambayo pengine mwaka jana yalikufa, kuna mambo na matarajio mwaka jana hayakuweza kufanikiwa, lakini asubuhi leo nina neno katika maisha yako, nina neno la matumaini ya kwamba wakati unamjua Kristo, wakati unamwelewa yeye, maana ni yeye ambaye amepewa nguvu na uweza na mamlaka mbinguni na hata duniani. Na kwa sababu ya hiyo, kila ulimi utakiri na kila goti litapiga, wapendwa. Kila mlima utayeyuka, wapendwa. Kila maponde yatasibwa. Kwa sababu gani? Tunaye ambaye tunamwelewa, tunaye ambaye tumemjua mwaka huu, na yeye si mwingine, ni Yesu Kristo. Paulo anasema ni tamanio lake. Sijui wewe wapendwa unayenisikiliza asubuhi leo, tamanio lako ni nini katika mwaka huu? Tamanio lako ni nini katika miezi ambayo tumeingia hii, wapendwa? Unaweza kuwa uko na matarajio mengi, lakini je, ni nguvu gani ambayo zinaweza kukufanikisha? Ni mamlaka gani ambayo inaweza kukufanikisha? Kunaye mamlaka ya kibingu, wapendwa, kunaye mamlaka ya kibingu ambayo tunapoyakaribisha, tunapoyaweka katika mipangilio, tunapoyaweka katika mioyo zetu, tunapotafakari yeye, tunapomwelewa yeye, wapendwa, Biblia inasema ya kwamba ili nikamjue yeye, na si kumjua tu yeye, ili ya kwamba nikaweze kujua pia na zile nguvu ambazo zilimfufua katika wavu. Kukuwa na kazi haujafika, wapendwa. Kukuwa na gari haimaanishi kwamba umefika. Kuwa na nyumba haimaanishi kwamba umefika, wapendwa. Lakini kuna kitu kimoja ambacho Paulo anatuambia. Paulo anasema hivi, wapendwa, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kukua mkamilifu, la, bali nakasa mwendo ili nipate kuishika lile ambalo kwa ajili yake nimekwisha kushika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho Paulo anatuambia asubuhi ya leo. Anasema si kwamba amefika. Wapendwa, unaweza kuwa umeanza mwaka na kupata kazi. Unaweza kuwa umeanza mwaka na kupata promotion. Lakini hiyo inapendeza. Lakini sijui kama umeanza na Kristo. Sijui kama umeanza na Mungu katika mawazo yako. Sijui kama umeweza kumwakilisha Mungu katika njia zako. Maana Paulo anatuambia kwamba si kwamba anahesabu ya kwamba amefika. Hasemi ya kwamba si kwamba amepata. Wewe kuna uwezekano umepata kazi. Wewe kuna uwezekano pengine umepata nyumba. Kuna uwezekano wapendwa umepata visa ya kusafiri. Lakini je, sijui kana kwamba asubuhi leo umepata nafasi ya kumwalika Mungu Kristo awe kiongozi, awe tumaini kwa maisha yako? Maana Paulo anayozungumza, kuna mambo ambayo anatuambia, kuna mambo ambayo amepitia, na ndiposa anafika kiwango cha kuweza kusema asubuhi leo, yeye si kwamba amefika, si kwamba wapendwa amepata kile ambacho alikuwa anakusudia. Hapana. Wapendwa, kupata Yesu Kristo ni vitu vyote. Kupata Yesu Kristo, wapendwa, ni kupata kila kitu. Maana wakati umempata yeye, wapendwa, umehakikishiwa tumaini. Hauwezi ukaanza na Mungu na hata barabarani akakuacha. Wanafunzi wa Yesu siku moja wakawa wanasafiri kwenye mashua, na walipokuwa baharini
walianza na Yesu, lakini walipofika mahala wakajisaulisha. Nimekuja kukuambia asubuhi ya leo wapendwa, ni vizuri kujua ya kwamba wa safari ambayo umeianza lazima uanze na Jehova. Safari ambayo mipango ambazo unashughulika nazo, ni vizuri wapendwa ukamuhusishe Mungu awe kiongozi na awe dereva. Wakati mawimbi yataonekana, wakati changamoto zitatokelezea, wewe elewa ya kwamba unaye ambaye ni tumaini, unaye ambaye ni msaada. Paulo anasema kwamba si kwamba amefika. Sijui ni nini ambacho umekipata, ambacho unasema ya kwamba unaona kwamba umefika. Sijui ni kazi ambayo umeipata na ukaona ya kwamba umefika. Sijui ni nyumba ambayo umeipata ukaona ya kwamba umefika. La hasha. Lakini na neno moja asubuhi ya leo, ya kwamba kuanza vyema wapendwa ni kuanza na Kristo, ni kumuhusisha Kristo katika shughuli zako, ni kumuhusisha Kristo kwenye mipango zako. Pale mwanzo Biblia inasema kwamba palikuwa na neno, pale mwanzo Mungu. Haleluya. Kwa kila ambacho unafanya kumbuka ya kwamba lazima uanze na Mungu. Hakuna yule ambaye alianza na Mungu na akashindwa. Hakuna yule ambaye alimuhusisha Jehova kwenye mipango zake na wapendwa akashindwa. Hii ni kumaanisha kuna wema ambao unaambatana na nguvu za Mungu. Kuna wema ambao unaambatana na Jehova wakati umemuhusisha yeye kwenye mipango zako. Mwaka huu wapendwa, ni vyema kumhusisha Mungu. Ni afadhali baba awe ni kiongozi katika njia zako. Biblia inasema hivi, ndugu zangu, sidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikisahau yaliyo nyuma, nikichuchumilia yaliyo mbele. Paulo anatuambia ya kwamba yeye na kila kitu ambacho anakifanya, anasema kwamba yeye anakasa mwendo, anatazama pale mbele. Wapendwa, kuna mambo mazuri ambayo Jehova ametuwekea. Huu ni mwezi wa kwanza katika kitabu cha Kutoka mlango wa 12. Ni wa kwanza na wema kwa ajili ya wana wa Israeli. Sikia vinavyosema. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Nao wapendwa, huu ni mwezi wa kwanza ambao tunauanza na wao. Matarajio yako, makusudio yako, je, ni nani ambayo unaanza na yeye? Ni nani ambaye anaenda kuwa kiongozi wako? Ni nani ambaye anaenda kuwa nguvu zako? Ni nani ambaye anaenda kuwa tumaini lako? Biblia inasema ya kwamba Mungu akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, huu utakuwa ni mwezi wa kwanza. Wapendwa, ndo tumeanza mwaka, lakini sielewi vile ambavyo umeanza mwaka huu. Ninatumaini asubuhi ya leo ya kwamba afadhali uanze na Bwana, afadhali umuweke Mungu mbele. Kuna uwezekano mwezi unaweza kuwa ujaanza vizuri, na kuna uwezekano pia haukumaliza vizuri mwaka ambao uliopita. Lakini kuna kitu ambacho wapendwa, Biblia inatuambia katika kitabu cha Wafilipi ya kwamba hili ni mjue yeye na zile nguvu ambazo zilimfufua yeye katika wafu. Kuna nguvu ambazo wapendwa tukiwa nazo, ambazo zinatokana na Jehova, hizo zinaleta matumaini. Kuna nguvu ambazo tukiwa nazo wapendwa, ambazo zinatokana na Mungu, zinaleta msamaha. Kuna nguvu ambazo tukiwa nazo, ambazo zinatokana na kasi ya msalaba. Biblia inatuambia ya kwamba zinaleta matumaini, zinaleta wapendwa faraja, zinaleta ukombozi, zinaleta amani. Asubuhi ya leo wapendwa, sijui ni nini ambacho unatamani ukijua. Niko na habari njema ya kwamba ili tumjue yeye na si tu kumjua yeye,
ili ya kwamba pia tukaweza kuelewa kuna nguvu ambazo zinatokana na uvuvio wake. Wapendwa, tunapomjua yeye, kuna mipango itafufuliwa. Tunapomjua Jehova, tunapomwalika Yesu kwa mipango zetu mwaka huu, tunapomweka Mungu akuwe ni mbele, wapendwa, kuna matumaini ambayo yalikufa mwaka jana, mwaka huu yanaenda kuchupuliwa. Wapendwa, nataka nikwambia asubuhi ya leo ya kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye anatuwazia mema. Ametubeba umbali huu, anasema na Musa na Haruni, anawaambia huu ni mwezi wa kwanza katika nchi ambayo mko nayo. Je, mnaenda kuanza namna gani? Ni vipi mnapoenda kuanza? Nimekuja kukutangazia asubuhi ya leo, afadhali kuanza na Bwana, afadhali kuanza na Jehova. Wapendwa, maana wakati tumeanza na yeye ataweza kutusimamia. Wakati tunaanza na Bwana, wapendwa, haijalishi mawimbi, haijalishi turuba, haijalishi yale ambayo yanatokelezea, lakini kuna kitu ambacho Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 na mstari wa 31. Wapendwa, kunalo tumaini wakati tumeanza na Bwana. Kunalo tumaini wapendwa, wakati Jehova anatushika mkono. Kunao ushindi wakati Baba ako pamoja na sisi. Wapendwa, ni afadhali kuanza na Bwana, maana kuna nguvu ambazo zilimfufua katika wavu. Hizo nguvu tunapoelewa gasi ya msalaba, tunapoelewa wapendwa ushindi ambao ulipatikana msalabani, tunapata ondoleo la dhambi, tunapata afueni, laana inaondolewa wapendwa, kila nguvu za umisimu zinashindwa. Wapendwa, madhabahu ya ukoo haiwezi kuwa tena na nguvu juu ya maisha yetu. Kwa sababu gani? Yeye tunamjua, yeye aliyefufua katika wavu, na ule ushindi ambao alipata haukukuwa ni wake wapendwa, bali ushindi ulikuwa ni wetu. Kumbuka alifanyika laana, kumbuka alifanyika mdhaifu, ili ya kwamba mimi na wewe tukapokea nguvu, ili ya kwamba mimi na wewe tukapokea rehema. Ninakutangazia asubuhi ya leo neema ya kuanza upya. Ninakutangazia asubuhi ya leo neema ya muamuko mpya katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya kufufuka tena, pokea neema mipango zako kufufuka tena, maana tunapomjua yeye ako na uwezo wa kufufua matumaini. Yeye ako na uwezo wa kufufua matumaini yetu. Tunapomjua yeye wapendwa, hatutaaibika. Tunapomwelewa yeye wapendwa, hatutalia. Haimaanishi ya kwamba majaribu hayatakuwa, haimaanishi hatutapitia changamoto, lakini kuna jambo moja ambalo tumehakikishiwa, ya kwamba sitawaacha. Wapendwa, hatutaachwa. Jehova ameahidi kukuwa na sisi hadi mwisho wa dahari. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, uko na rafiki wapendwa. Kunaye rafiki mmoja ambaye ni mzuri sana. Kunaye rafiki ambaye anatupenda. Katika kitabu cha Zaburi 34, wapendwa, Biblia inasema kwamba mateso mwenye haki ni mengi, lakini Bwana hatamuacha, Bwana hatamuokoa. Wapendwa, tunaye rafiki ambaye hatatuacha, tunaye rafiki ambaye atatuokoa, tunaye rafiki ambaye atatusimamia mwaka huu, tunaye rafiki ambaye ni ukombozi, tunaye rafiki ambaye ni msamaha, tunaye rafiki ambaye wapendwa ni faraja, kunaye rafiki ambaye ni uwezo, kunaye rafiki ambaye ni njia, kunaye rafiki ambaye ni mwangaza. Wapendwa, atatuweza kutuangazia, ataweza kutuonyesha njia, atafariji mioyo zetu wakati mambo yamekuwa mazito. Kunaye rafiki, haijalishi mwaka jana ulipitia nini, haijalishi changamoto ambazo ulisipitia, lakini ina jambo moja asubuhi ya leo, ya kwamba yeye ako na mipango mizuri juu ya maisha yetu. Mwaka umeanza wapendwa, sijui unaanza mwaka namna gani. Mwaka umeanza. Mungu anamwambia Musa na Haruni, anawaambia ya kwamba huu ni mwezi wa kwanza katika nchi hii. Huu ni mwezi wa kwanza katika mipango zenu. Huu ni mwezi wa kwanza katika maombi yenu. Huu ni mwezi wa kwanza wapendwa katika matarajio yenu. Lakini je, unaanza namna gani? Paulo anatuambia ya kwamba
Yeye tamanio lake ni kwamba amjue yeye, amjue Kristo. Anapomjua yeye, anapomjua Yesu Kristo, ataelewa zile nguvu ambazo zinatokana na jina la Yesu. Wapendwa, kuna nguvu katika hili jina. Kuna nguvu wapendwa katika kumjua Bwana. Maana tunapomwelewa yeye, zile nguvu ambazo zilimfufua katika wavu zinafanyika automatically kwetu. Zinafanyika automatically kwetu. Kumaanisha kwamba kama kuna vifungo, kama wapendwa kuna kushindwa, kama kuna laana, kama wapendwa kuna magonjwa, yeye atayakausha, kwa sababu alishinda kwa niaba yako, alishinda kwa niaba yangu. Wapendwa, wewe ni mshindi. Nataka uweze kujua kuanzia leo ya kwamba kuna ushindi ambao tumewekewa, kuna ushindi wa neema ambao tumewekewa. Biblia inasema ya kwamba katika Warumi 8 mstari wa 31, basi tuseme nini juu ya hayo? Basi tuseme nini juu ya hayo? Yale ambayo umepitia mwaka jana, huu ni mwaka mwingine ambao tumeuanza. Na Paulo anatuambia ya kwamba tamanio lake ni kwamba amjue Mungu. Anapomwelewa Mungu, wapendwa, kuna nguvu ambazo zinaambatana na yeye, ambazo zilimuondoa katika wafu, zilimuondoa katika wapendwa kaburi. Hata wewe leo hii kuna mambo yako pengine yalikuwa yamezikwa, kuna mambo ambayo yalikuwa yamekwama, lakini unapomjua Yesu Kristo, wapendwa, yeye ndiye ambaye analeta afueni, yeye ndiye ambaye analeta tumaini. Zile nguvu ambazo zilimfufua katika wafu, wapendwa, sina uwezo wa kurejesha matumaini kwako, sina uwezo wa kurejesha amani tena, sina uwezo wa kurejesha ushindi. Basi tuseme nini? Kwa hiyo basi tuseme nini? Hata kama mambo yalikuwa yamekwama mwaka jana, mwaka hii tuseme nini, wapendwa? Biblia inasema kwamba Mungu akiwa upande wetu, kuanza vyema wapendwa, ndio ambayo tunazungumzia. Mungu akiwa upande wetu, basi tuseme nini? Maana yeye ako na uwezo, maana yeye ako na mamlaka. Tuseme nini basi? Anatuambia asubuhi leo ya kwamba yeye akiwa upande wetu, ni nani awezaye kutupinga? Hajalishi mamlaka ambayo alikulemea mwaka jana, hajalishi vita ambavyo vilisimama mwaka jana, lakini wapendwa, mwaka huu tunapouanza, niko na neno juu ya maisha yako. Kusudia kuanza na Mungu, kusudia kuanza na Yesu Kristo, kusudia kumjua Baba. Wakati unamuelewa yeye, wapendwa, yeye anafanyika faraja kwako, yeye anafanyika tumaini kwako, yeye anafanyika uponyaji kwako. Nimekuja kukutangazia asubuhi leo ya kwamba wakati Mungu ako upande wako, wapendwa, milima itakuwa ni mingi, changamoto zitakuwa ni mingi wapendwa, lakini kwa sababu yeye ako upande wako, yeye amekuhakikishia neema ya ajabu, amekuhakikishia matumaini wapendwa, ya kwamba hata kuacha yatima wala hata kuacha peke yako. Anasema atakuwa na wewe hadi mwisho wa dahari. Wakati Mungu ako upande wako, ni nguvu gani ambazo zinaweza zikakuzuia wewe kufaulu? Ni nguvu gani ambazo zitakuzuia wewe kupata uponyaji? Ni nguvu gani ambazo zitakufunga wewe wapendwa usiingie katika ushindi wa Bwana? Tuseme nini basi? Na tumeanza na Jehova. Tuseme nini basi wapendwa? Tunasahau yote ya nyuma. Paulo anasema nasahau yote ambayo yalipita, ninakaza mwendo ili ya kwamba nikapate tuzo ambayo nimewekewa mbele. Tuseme nini basi? Ayubu anasema hivi, Ayubu mlango wake wa 8, Ayubu mlango wa 8 mstari wa 7. Sijui mwanzo wako umekuwa namna gani mwaka huu, sijui mwanzo wako umeanza namna gani, lakini na neno asubuhi leo, mwanzo wako unaweza ukaonekana ni mdogo sana. Matarajio yako huenda wapendwa yamefinywa sana, lakini kwa sababu umeanza na Bwana, hajalishi kila ambacho unakumbana nacho, hajalishi mawimbi ambayo unayaona,
Hajalishi ukubwa matatizo ambayo unayaona. Ningependa ukamtazamia Bwana wapendwa. Usiangalie shida yako, usiangalie mlima ambao uko mbele. Muangalie Mungu na ujue zile nguvu ambazo ako nazo. Yeye ako na uwezo wa kukupandisha ule mlima. Yeye ako na uwezo pia kuyeyusha ule mlima. Yeye ako na uwezo wa kuziba maponde. Ako na uwezo wa kunyosha njia yako. Anasema ya kwamba wapendwa, niite nami nitaitika. Anasema katika Ayubu mlango wa 8 mstari wa 7. Tena uchapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Hata kama mwanzo wako ni mdogo wapendwa, hata kama mwanzo wako wapendwa umefinywa, niko na neno asubuhi ya leo. Biblia inasema ya kwamba mwanzo unaweza kuwa ni mdogo sana. Sijui wapendwa, maombi yako mwaka huu ulipoanza mwaka, resolution gani ambazo ulisiweka? Wengine walianza mwaka bila matumaini. Wengine walianza mwaka wapendwa wakiwa wamefunjika mioyo. Wengine walianza mwaka wana kuna furaha. Wengine walianza mwaka wapendwa na vitisho. Lakini sikia nikwambia asubuhi ya leo, Biblia inasema ya kwamba tunapomjua yeye na tunapomwelewa yeye na zile nguvu ambazo zilimfufua katika wafu, atatubeba katika tumaini lake, atatubeba katika amani yake, atatubeba katika kibali chake, atatubeba katika uponyaji wake, atatubeba katika ukamilifu wake, atatubeba katika ushindi wake. Wapendwa, hajalishi ambayo umepitia asubuhi ya leo, niko na neno ya kwamba yeye anaweza. Hata kama mwanzo wako ni mdogo namna gani, wapendwa, mwisho wako utakuwa ni mkubwa. Kunalo tumaini ambalo Baba anaweka asubuhi ya leo. Wewe ambaye unaenda kuamini, kumbuka Biblia inasema kwamba yote inawezekana kwa wale ambao wanaamini. Yote inawezekana. Haiwezekani kwa sababu tuko na pesa. Haiwezekani kwa sababu ya marafiki. Haiwezekani wapendwa kwa sababu tumetoka katika jamii ambazo zinafaa. Hapana. Inawezekana kwa sababu uko na imani na unaamini katika yeye ambaye ni Alfa na Omega, yeye ambaye ni mwanzo tena mwisho, yeye ambaye ni wa jana, leo na hata milele. Kumbuka ya kwamba yeye habadiliki. Kumbuka wapandwa, yeye alikuweko kabla ya uumbaji wa mbingu na dunia. Vyote vilifanywa kwa mkono wake. Pale mwanzo Mungu akasema na ikuwe, na ikawa. Nataka nikutangazia asubuhi ya leo wapendwa, sijui ni jambo gani ambalo unaliona kwamba ni ndogo sana. Sijui matumaini yako yamefifia namna gani wapendwa. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana, msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Huenda umeingiwa na fedheha, huenda umeingiwa na huzuni, huenda umeingiwa wapendwa na kufunjika moyo, lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, Biblia inasema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Kuna mtu ameanza, lakini wapendwa, kuna uwezekano haujaanza vizuri. Kuna mambo ambayo yanakusukuma, kuna mambo ambayo yamekufinyilia. Nataka nikwambie ya kwamba usikate tamaa. Nataka nikwambie wapendwa, kunayo matumaini tena kuinuka. Kukosa haimaanishi kwamba ni mwisho wa kila jambo. Huenda leo hauna, huenda leo wapendwa umekataliwa, huenda leo wapendwa umetupwa nje, lakini hiyo haimaanishi kwamba maisha yamefika mwisho. La hasha. Yeye ako na mpango kwa ajili ya maisha yako. Yeye anakuwazia mema wapendwa. Yeye anakujua vizuri. Yeye anakuelewa wapendwa. Nataka niseme hivi wapendwa, Mungu anakuelewa. Siku moja mtumishi wa Mungu akafika mahali wakati Jezebel alikuwa anaangamiza watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akafika mahali akaitisha ruhusa kwa Mungu akufe.
akadhania ya kwamba Mungu haelewi kile ambacho anapitia. Nimekuja kukutangazia asubuhi ya leo, hiyo hali si eti kwamba Mungu haoni. Hiyo hali ambayo unapitia wapendwa, Mungu anaona. Hiyo hali ambayo inakutia wasiwasi, Mungu anajua. Biblia inasema kwamba mtumishi wa Mungu akafika kiwango cha kuitisha ruhusa akufe. Wapendwa, kuna nguvu katika jina la Yesu. Kuna nguvu katika jina la Yesu. Kuna uwezo katika jina la Yesu. Kuna neema katika jina la Yesu. Kuna kibali kwa jina la Yesu. Wapendwa, kuna uvuvio tena katika jina la Yesu. Kuna matumaini wapendwa katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akamtembelea, akaruhusu kunguru ampelekee chakula. Wapendwa, sielewi muujiza wako unaenda kutokelezea wapi. Kuna watu ambao hautarajii wanaweza wakusaidia. Mara kwa mara wakati Mungu anataka kusaidia mtu, hatumiangi mtu ambaye anajulikana. Kuna watu ambao wapendwa sibia leo ni your destiny helper, lakini hauwajui. Lakini kuna watu ambao wewe unatarajia ya kwamba kuna uwezekano wakakusaidia, na kumbe hao watu sio msaada wako. Maana wengine wanakutumia kwa manufaa yao. Na pengine hata leo hii wengine wamekutishia, wengine wapendwa wamekutia vitisho. Nataka nikwambie asubuhi leo, usikate tamaa. Wewe anza na Bwana. Tamani kumjua Bwana. Wakati unamjua Mungu wapendwa, na zile nguvu ambazo zilimfufua katika wafu, chochote ambacho kilikuwa kimekufa kwa maisha yako kinaenda kupata afya tena. Chochote ambacho kilikuwa hakiwezekani kwa maisha yako kinaenda kuwezekana tena. Chochote ambacho wapendwa ulikuwa umefungiwa, asubuhi leo na kutangazia katika jina la Yesu. Chochote ambacho kiliharibiwa na adui mwaka jana, chochote ambacho kiliharibiwa na nzike na parare na matumatu na tunutu, asubuhi leo wapendwa, nataka nikutangazie ya kwamba kunayo matumaini ya kufufuka tena wapendwa. Kunayo matumaini ya urejesho tena. Kunayo matumaini ya ushindi tena. Kunayo matumaini ya neema mpya tena. Biblia inasema kwamba tazama, kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Kuna jambo jipya ambalo Mungu anafanya asubuhi leo. Kusudia tu kuanza na Bwana. Kusudia kutembea na Bwana asubuhi leo. Kusudia kumhusisha Mungu katika mipango zako. Hakuna yule ambaye amemhusisha Mungu katika njia zake wapendwa akashindwa. Yeye ambaye ni mwaminifu, ambaye amesema tusifadhaike wapendwa, ambaye amesema tusikate tamaa, ambaye amesema tusife moyo, asubuhi leo anatuambia ya kwamba hata kama mwanzo wetu ni mdogo namna gani, huenda mwanzo wako umefinywa wapendwa, huenda mwanzo wako wapendwa hauonekane vizuri, huenda kuna wapendwa mambo yako yamekwama. Nataka nikutangazia asubuhi katika jina la Yesu ya kwamba yeye anaweza. Kesho yako wapendwa Mungu amekutengenezea. Kesho yako wapendwa Mungu amekuandalia. Kesho yako wapendwa ni kesho ya matumaini. Kesho yako wapendwa ni kesho ya ushindi. Kesho yako ni kesho wapendwa ya ushindi katika yeye, katika jina la Yesu. Mungu akamwambia Musa na Haroni katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu anamwambia Haroni, huu ni mwezi wa kwanza. Sijui unahisi namna gani mwezi huu. Sijui unaona namna gani mwezi huu. Sijui ni habari gani ambayo umeambiwa wapendwa mwezi huu. Huu ni mwezi wa kwanza. Na kuna nguvu katika Kristo wapendwa. Tunapomjua yeye, tunapomwelewa yeye. Joshua anaambiwa ya kwamba na Mungu. Hallelujah.
Kwenye kitabu ya Joshua, Mungu anamwambia Joshua katika mlango wa kwanza mstari wa 8, kitabu hiki kisitoke kinywani mwako. Tumeanza mwaka, wapendwa, sijui wewe umeanza namna gani, lakini nimekuja kukwambia kwamba hata kama mwanzo wako ni mdogo, mwisho wako una matumaini, mwisho wako una ushindi, mwisho wako una kibali. Tunapoanza na Bwana, yeye hawezi akatuacha barabarani. Tunapoanza na Jehova, yeye ataweza kutushikilia mkono. Anasema msifadhaike mioyoni mwenu, anasema msikate tamaa, niko na nyinyi hadi mwisho wa dahari. Mungu anasema na Joshua, mlango wa kwanza mstari wa 8, tunapomalizia, kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kusitenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndiko utakapofanikiwa njia zako, kisha ndipo utakapostawi sana. Mafanikio yako, wapendwa, ni wakati unaanza na Bwana, wakati unamhusisha Mungu katika njia zako. Ni jambo rahisi sana, wapendwa, katika jina la Yesu. Je, mwaka huu umeanza na nani? Kusudia kuanza na Bwana, naye kwa sababu ni mwaminifu, hata kama mwanzo wako ni mdogo, yeye ataweza kuufanikisha katika ushindi wa ajabu. Yeye mbele ya maisha yako, naye atakufanikisha katika jina la Yesu. Huenda haujaokoka na ungependa kuokoka ili uanze na Bwana katika mwaka huu. Mungu anamwambia Musa na Haruni, ni mwezi wa kwanza. Hata wewe huu ni mwezi wako wa kwanza. Je, ungetamani kuanza namna gani? Ndiposa ufanikishwe, ndiposa ustawi, toke kinywani mwako siku zote. Sema, Bwana Yesu, nacha mbele zako mimi mwenye dhambi. Kumbuka maisha yangu, hatua zangu siongozwa na wewe. Kwa utukufu wa jina lako nimeamini wewe ni uzima wangu, wewe ni matumaini yangu. Asante kuniokoa, asante kunipa nafasi ya kuona mwanga. Ninaamini uliteswa kwa ajili yangu. Asante kuniokoa, na nimeokoka na kuamini. Wewe ambao umesema ombi hili, ningependa utafute kanisa ambalo habari inahubiriwa ya utukufu, habari ya msamaha, habari ya msalaba. Utaelekezwa katika njia ya kustawi, maana mtoto anapewa maziwa, anapewa chakula, ndiposa akakue vizuri. Pia maisha ya kiroho inahitaji kulelewa, inahitaji kukuzwa, ndiposa ukastawi. Nataka tuombe na wewe. Baba Mungu, nakushukuru kwa msikizaji. Asante kwa wote ambao wameokoka asubuhi ya leo. Maisha yao na yakabidhi mikononi mwako. Wafuatilie Bwana, wanapoanza mwaka huu, wameanza na wewe Jehova. Mipango zao, hata kama mwanzo wao ni mdogo, lakini utakuwa ni mwanzo wa milipuko, mwisho wa milipuko, kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa kutimiza, maana wewe ni Bwana, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mungu wa mbinguni wabariki, Mungu wa mbinguni watende mema. Majina yangu ni mchungaji Enoch Wanjala. Hati wakati mwingine na neno litaendelea. Nambari ya simu ni 0721352172 0721352172. Na Mungu wa mbinguni wabariki hati wakati mwingine na neno litaendelea.